mlima Sinai miezi 11 na siku 10. Wako mlima Sinai. Toka kitabu cha Kutoka sura ya 19 wameingia mlima Sinai. Wamekuja kutoka kitabu cha Hesabu sura ya 10 na mstari wa 11 ndio wanatoka. Kwa hiyo Kutoka 19 mpaka 40 imefanyika wapi? Mlima Sinai. Kitabu chote cha Mambo ya Walawi kimetokea mlima Sinai, na sura 10 za kitabu cha Hesabu zimefanyika mlima Sinai. Moja, wamekuwa organized wakawa taifa. Cha pili, Mungu akawatengenezea mfumo wa ibada ya pamoja, akaondoa mfumo wa ibada ya kile altars, zikaondoka, ikaja nini? Congregational worship. Tatu, kilichofanyika, akamwagiza Musa watengeneze hema ya kukutania. Wanapoingia miaka 40 jangwani 1405 wanaingia wapi? Wanaingia Israel. Kwa miaka 25 ya kwanza wamekaa chini ya Joshua. Baada ya Joshua kufa, kikaja kipindi cha Waamuzi miaka 325. Israeli wakamkataa Mungu kuwa mfalme wao, wakamtaka mfalme monarch. 1050 Sauli akatawala miaka 40 mpaka 1010. 1010 mpaka 970, hii yote kabla ya Kristo. Daudi akatawala. Wote hao watatu walitawala miaka 40. Sauli miaka 40, Daudi miaka 40, Sulemani miaka 40. Daudi mwaka wa 1000 pale akaifanya Israel, Yerusalemu, kuwa ndio mji mkuu wa Israel mwaka wa 1000 kabla ya Kristo. Na baada ya hapo, kabla hajafa, akamwomba Mungu amruhusu ajenge hekalu badala ya hema. Kwa hiyo Mungu akamruhusu Daudi, lakini akamwambia, wewe hutajenga, mwanao Sulemani ndiye atakayejenga. Daudi alichofanya, alichora ramani kama Mungu alivyomwelekeza, na akakusanya vifaa vyote akaviweka pale. Alipokufa akamwambia, mwanangu, jenga hekalu. Sulemani anapoingia kwenye utawala mwaka wa 970 mpaka 930, miaka 7 ya kwanza, ndipo akajenga hekalu la Sulemani. Linaitwa la Sulemani, haliiti la Daudi, kwa sababu alijenga Sulemani na alichukua miaka 7 kulijenga. Hekalu hili likakaa toka Sulemani, likakaa mpaka mwaka wa 586 kabla ya Yesu. Miaka karibu 300 na kidogo, ndipo Israeli walipomwachi Mungu, ndipo likaja likabomolewa na Nebukadneza. Nisikilize sana, mwaka wa 586 ni mwaka nyeti sana katika historia ya Israel, kwa sababu mwaka huo wa 586 kabla Yesu hajazaliwa, Nebukadneza Mkaldayo anapolibomoa hekalu, mambo yafuatayo yalitendeka. Kwanza, hekalu lote lilibomolewa kabisa kabisa. Cha pili, sanduku la agano lilipotea mwaka ule, mpaka leo halijulikani lilikokwenda. La tatu, ndipo yakaanza masinagogi badala ya hekalu kwa ajili ya kufundishia sheria ya Mungu. Hekalu hili lilitabiriwa kwamba watakwenda miaka 70 uhamisho, na baada ya miaka 70 watarudi tena. Wameanza kwenda uhamishoni mwaka wa 606 na mwaka wa 536 Koreshi
akatawala Mwajemi, hao watu wa Irani. Baada ya kuiangusha Babel, Koreshi akaagiza hekalu lijengwe. Wakajenga, ikaji kasimama hapo katikati mpaka mwaka wa 515. Ilisimama kwa miaka kama 20. 515 ujenzi ukakamilika. Uliendelea ukarabati wa ukuta mpaka mwaka wa 445 Nehemia anapokuja kukarabati ukuta. Kwa kuwa hili ujenzi umefanywa na Zerubabeli, hekalu la pili linaitwa hekalu la Zerubabeli. Hekalu la kwanza linaitwa hekalu la nani? La hekalu la pili linaitwa hekalu la nani? La Zerubabeli. Hekalu hili la Zerubabeli ndilo likakaa mwaka wa 63 kabla Yesu hajazaliwa. Warumi wakaitawala Israeli. Jemadari Pompei alikuja akalipiga hekalu, lakini halikuangushwa, likabomolewa tu. Mwaka wa 37 kabla Yesu kuzaliwa, Warumi wakamweka kibaraka Herode. Hakuwa Mwisraeli awe mtawala wa Israeli. Akaanza kulikarabati hili pole pole kuanzia mwaka wa 20 kabla Yesu hajazaliwa, akawa na likarabati pole pole. Ilipofika mwaka wa 26 baada ya Yesu kuzaliwa, Yesu alipokuwa anaongea mwaka wa 26, livunjeni hekalu hili, nitalijenga kwa siku 3. Wakamwambia, hekalu hili limejengwa kwa miaka mingapi? 46. Sasa wengi wanadhani ni la Sulemani. Sio la Sulemani, ni ukarabati wa hekalu la Zerubabel lililovurugwa na Pompei mwaka wa 63. Yaani leo ndio hatari wengine wanalala tu. Hii ndio Biblia yako Jose. Ukae vizuri, yani bila kuelewa hivi ninavyovieleza, hujui Biblia, uko gizani. Ujifunze. Bila kuelewa haya, hutaelewa tumatoka wapi, tunaenda wapi. Kichwa chako kifikae vizuri. Biblia, mambo ya kiroho sio rahisi kama unavyodhani. Kwa hiyo nilitaka, kwa hiyo hili analojenga Herode hajengi, anakarabati. Na ndio maana hatuliiti. Kuna wengine walimu utakuta wanakwambia hekalu hili linalojengwa ni la 4, wanaliweka na la nani? Na la Herode. Lakini la Herode hatuliweki, maana ilikuwa ni renovation. Tunaelewana? Hili alilokuwa na likarabati Herode ndilo lile ambalo wanafunzi wanamwambia Yesu katika Mathayo 24, angalia mawe ya hekalu yalivyopangwa. Na Yesu akawaambia halitasalia jiwe juu ya jiwe. Mwaka 70 hekalu la Zerubabeli lilokuwa linakarabatiwa na Herode ndilo lililovunjwa. Kwa hiyo tuna hekalu la Sulemani, hekalu la Zerubabeli. Hili linalojengwa sasa ni hekalu la ngapi? La 3, ambalo hili ndiyo mpinga Kristo ataingia. Sasa hivi ninapoongea, idara au taasisi ya kulijenga hekalu imezaliwa mwaka 1987 na ikiongozwa na Rabi. Wameendelea kufanya kazi mpaka sasa ninapoongea. Kila kitu kiko tayari, meza za onyesho tayari, kila kitu, mpaka ile taa, ile kinara cha taa kimegharimu bilioni za mapesa. Dola milioni 2 ni sawa na shilingi ngapi za Kitanzania? 4 billion point. Sasa kale ka kinara ni dola milioni 2. Ile dhahabu kalionayo ni milioni 2 US dollars. Kwa ni bilioni ngapi? Umeelewa?
siku kama kuna unywele mwekundu, mweupe au wa tofauti, anakaguliwa, umeelewa, na amepatikana ng'ombe mwekundu. Huyu ng'ombe mwekundu ndio anayechinjwa, majivu yake ndio yanayotumika kufanya kuconsecrate ujenzi wa hekalu. Kwa hiyo ng'ombe mwekundu yupo na kila kitu kipo. Mjadala mkubwa ambao upo ni mmoja tu, lingeshaanza kujengwa pala ambapo kanisa na hekalu linatakiwa liwe, ndipo pia msikiti mkuu upo pale. Kwa hiyo mjadala huo ni mgumu, lakini Mungu akisha kuwepo kazini hakuna shida. Na kuna mambo mengine Yared Krishna sasa ameweza kuwaketisha wote. Hata hivyo sasa hivi Waislamu, Wakristo na dini ya Kiyahudi wana dini moja, Krislam, na wanakaa pamoja, na kama wanakaa pamoja wanasali pamoja, nadhani mambo yanaendelea kuwa mepesi, na saa ya Mungu ikifika hakuna kizuizi. Kulikuwa na mjadala hapo nyuma, location hasa ni nini, lakini baada ya kwenda kuchimbua wakagundua kile kisima cha Siloamu, maana kilikuwa hekaluni pale. Wamekuja kugundua location, sasa hawana wasiwasi na location ya kuweka hekalu. Muda wa Mungu kufika sasa, hekalu la Sulemani hili la tatu linaweza likajengwa muda mfupi kabla ya kanisa kunyakuliwa, au immediately baada ya kanisa kunyakuliwa. Maana miaka 7 itakuwa ya amani kati ya mpinga Kristo na Israeli. Kwa hiyo wakati wa amani wanaweza kujenga, au kabla ya kunyakuliwa au baada, we don't know that. Hii ina maana kwamba sasa muda wa kanisa kuondoka uko karibu kuliko tunavyoweza kueleza. Maandalizi ya vita ya Gogu na Magogu, maandalizi ya vita ya mataifa ya mashariki kuja kuipiga Israel, hilo ni jambo jingine zito sana ambalo tunapaswa kulielewa. Ezekiel 38 hadi 39, dalili zake ni kubwa. Harufu ya vita kuu ya dunia ya tatu ni kubwa. Mazingira yanaonyesha hali ni ngumu sana. Uwezekano wa Urusi, Gogu na watu wake kuja kuivamia Israel ni mkubwa. Kwa hiyo dalili ya vita na msukosuko ni kubwa. Hata hivyo, unabii ambao unaendana na tukio hili umetimia. Unabii huo ni kukauka kwa mto Frati. Mto huu ulionywesha Eden, Frati, Hedekelian, Tigris, Sihoni na Gihoni. Sihoni na Gihoni ilisha kauka, ilibaki Tigris na Euphrates. Frati umekauka, mto Frati. Wanajiolojia wamechanganyikiwa, wataalamu wa miamba wamechanganyikiwa, lakini neno la Mungu linabaki pale pale. Kwa hiyo matukio haya yote yanatuonyesha ya kwamba tuko siku za mwisho. Dalili ya mkataba wa amani, dalili ya mkataba wa amani, the Abrahamic Accord. The Abrahamic Accord, the Arab Peace Treaty with Israel. Huu mkataba wa amani, wangapi wananielewa hii? Mkataba wa amani na mataifa ya Kiarabu ambao umesainiwa chini ya usimamizi wa Trump, unaitwa Abrahamic Accord, wana wa Ibrahim. Umesainiwa chini ya usimamizi wa Rais Trump, jambo ambalo halijawahi kutokea kwamba hawa watu kukubaliana kwamba wote wao ni wana wa nani? Wa Ibrahimu. Hili jambo limefanyika mwaka juzi mwezi wa 9. Hata mwaka jana tena kuna mkataba mwingine wamesaini.
Sasa hii ni dalili ya ule mkataba wa mpinga Kristo utakao kuja. Kwa nini nawaletea somo hili? Nawaletea somo hili ili niwaambie hivi, PCC tumezaliwa kwa kazi moja, kupiga tarumbeta kwamba Yesu anarudi. Hatujui tutaishi miaka mingapi, lakini kwa hali ilivyo, tuko dakika ya mwisho, tuko mwishoni, tuko mwishoni. Yesu anaweza karudi wakati wote. Narudia tena, tuko mwishoni, tuko mwishoni mwa siku za mwisho. Sijaongea juu ya maandalizi ya serikali moja ya ulimwengu. Sijaongea juu ya maandalizi ya kutokuuza wala kununua. Nilidokeza jana juu ya electronic currency. Watu hawatatembea na hela sasa, hela zote itakuwa mtandaoni, ili hakuna kuuza wala kununua itendeke. Warabuni wameanza hiyo, China pia wameanza kwa nguvu sana, na sehemu kadha wa kadha. Uasi wa wanadamu umefikia kilele. Mungu hawezi kuruhusu hali hii ikaendelea. Ulaya na Marekani, watu sasa sio swala tu wanaume na wanaume kuoana, watu wanafunga ndoa na mbwa. Yaani anayeoa binadamu, mke ni mbwa, na ndoa inafungwa kwenye kanisa, na wanasoma maandiko, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Bwana harusi binadamu, bibi harusi mbwa. Unayejua kompyuta wewe, Google tu ingia marriage of a man and a dog, zitakuja zote hizo harusi za mbwa na binadamu. Uharibifu ni mwingi. Sijaongea yale Yesu alisema juu ya kanisa kupoteza upendo, juu ya kufa kwa kanisa. Hali ni mbaya. Mwaka gani ule mashoga walipokuwa wanafanya sherehe ya mashoga wote duniani pale Canada, mama akanipigia simu, nikamwambia nendeni mkaone yanayoendelea. Bendera zote za dunia zilikuwepo, lakini malkia wa mashoga ambaye ni mwanamke, mwanaume aliyebadilishwa kabisa, paka na sauti na kila kitu, wamemwingiza theater. Unajua anaweza kukuingiza theater mwanaume, wakakubadilisha viungo ukatoka mwanamke. Wanapandikizia na viungo. Watu wameharibika kibaya sana. Kilichosikitisha ni kwamba iliyomtangulia malkia wa mashoga ni kwaya ya kanisa, ndio iko mbele inaimba kutangulia yale maandamano ya mashoga. Sijajua kama nyewe wanangu mnanielewa. Msipoelewa hii, utaelewa tuko wapi, tunakwenda wapi. Msikae tu kwenye dini. Kama mmekaa kwenye dini zenu ambazo mlitoka bila kuokoka, huku nakuja, tunataka uelewe tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Na kubwa, nataka uelewe tuko siku za mwisho. Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Hatuna muda. Naomba mshituke nyie watu. Kitu kinaniumiza mimi na mke wangu, watu leo hawashituki, hawaelewi. Naomba mshituke. Nakwambia Yesu alisema siku hizi zitakuwa sawa na za Nuhu. Watu walikuwa wanakula na kunywa na kulewa. Siku ile Nuhu aliingia katika safina, hawakujua. Achilia mbali ishara katika anga. Kama nikiwauliza watu wa miaka 40 hapa, kuna sayari ngapi? Eti kuna sayari ngapi? Ngapi? Wewe ulifundishwa ngapi?
sayari 10. Wewe ulifundishwa ngapi? 9. Wewe ulifundishwa ngapi? Wengi 9, si ndio? Lakini miaka sasa zaidi ya 5, sayari ile ya mwisho Pluto imenyauka, imepoteza sifa ya sayari. Ukiwauliza watoto wanakwambia sayari ni 8, na vitabu vya sasa ni sayari ziko ngapi? 8. Hiyo ni ishara angani. Bado kuna ishara nyingine hapo juu kabisa. Kuna utando wa hewa inaitwa ozone, ambayo kazi yake ni kuzuia mionzi ya jua ile mibaya isifike duniani. Ilishatoboka, wamejaribu kuziba, haizibiki. Hizo ni ishara katika anga. Bado ishara katika bahari. Mpaka sasa tunapoongea kuna kitu cha ajabu. Mnaelewa? Wangapi mmesoma na kuona kwamba baada ya muda bara la Afrika linakwenda kupasuka? Mabara mawili. Nani amesoma? Kwa hiyo East Africa yote inakwenda kupasuka. Hapo katikati inazaliwa bahari nyingine, na hatuelewi sasa inapopasua hiyo bahari kama tutakuwa salama. Yaani unaikalia hii dunia, unaikalia tu. Mabadiliko ya hali ya hewa ni mengi.